basi mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tashkurun, ili muweze kushukuru. Wa fi Ramadhan, na katika mwezi huu wa Ramadhan ndugu zanguni, kana fathu Makkah, ilikuwa ni ufunguzi wa mji wa Makkah, fi sanati thaminati min alhijra, katika mwaka wa 8 toka mtume alipogura Makkah kwenda Madina, biqiyadati almustafa sallallahu alaihi wasallam. Aliyokuwa amiri wa jeshi hilo lilofungua mji wa Makkah alikuwa ni bwana mtume, rehma na amani zimshikie juu yake. Baada an ghadarat Quraysh, baada ya Makureishi kufanya khiana na kuvunja ahadi na mapatano ambayo kwamba waliitoa katika sulhul Hudaybiyah, katika mwaka ulioitwa bi'amil fathi, kwamba ni mwaka wa ufunguzi. Na pia vile vile katika mwezi huu wa Ramadhan ndugu zanguni, kanat ma'rakatul Qadisiyah, ndio ilitukia vile vita vya Qadisiyah, biqiyadati Sa'd ibn Abi Waqqas fil Iraq, kwa uongozi wa sahaba mtukufu Sa'd ibn Abi Waqqas katika mji wa Iraq, baina almuslimina walfurs, baina waislamu na hawa mafursi ambao kwamba ni watu wa Iran, ambao kwamba sasa hivi wako katika vita pamoja na Daulatul Muttahida. Ilitokea vita baina ya waislamu na mafursi hao ambao kwamba ni mashia, na wakana qaidul furs, na alikuwa kiongozi wa mafursi katika zama hiyo anaitwa Rustum Dhul Hajib. Na pia vile vile ndugu waislamu, maarakatu Hittin, ilitoka vile vita vya Hittin, allati istarada fiha almuslimuna bait almaqdis, vita ambavyo kwamba waislamu walidemand kurejeshewa mji wa Baitul Maqdis. Wa fi Ramadhan, na katika mwezi wa Ramadhan, intasara almuslimun, walipata nusra waislamu katika vita hivyo, biqiyadati Saifuddin Qutr, kwa uongozi wa Saifuddin Qutr. Na pia vile vile tukimalizia asema katika mwezi huu wa Ramadhan, waqa'at harbu al-ashir, ilitokea pia vile vile katika mwezi huu zile harbu al-ashir, zile vita vya 10 ambayo kwamba ni katika mji wa Misri. Kisha ndugu zanguni, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha utukufu wa Waislamu, asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in tansurullaha yansurkum, ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupigana jihadi na kujitolea katika kuinusuru dini ya Allah, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni wenye kuwanusuruni, wa yuthabbitu aqdamakum, na atazitia nguvu miguu yenu mbele ya wale ambao kwamba ni maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu waislamu, fahadha ba'du al-intisarat al-askariya, hizi ni baadhi ya zile ushindi ambao kwamba ni vya kijeshi, allati haqqaqa almuslimun, ambao kwamba walihakikisha waislamu juu ya maadui wao, fi hadha shahr alkarim, katika mwezi huu mtukufu. Lakini vile vile wa min hadhihi alintisarat allati yanbaghi lilmuslim as-sa'i fi tahsilha fi shahr Ramadan, na pia vile vile kinyume na ushindi wa kivita, kuna vita vingine vikubwa zaidi ambao kwamba pia Muislamu ataka ashinde vita hivyo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na miongoni mwa vita hivyo asema al-intisaru ala riya, ni Muislamu kuweza kushinda vita dhidi ya tabia ya kujionyesha, ya kufanya mambo ili aweze kuonekana, ya kufanya mambo ili aweze kusifiwa na kadhalika. Rawa al-Bukhari wa Muslim, amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Hurairah sahaba mtukufu, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe juu yake, asema yaqulu Allahu azza wa jalla, kwamba hadithi kianza katika sigha hii ni hadithul Quds, asema kwamba amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, kwamba hakika funga
ni yangu mimi na ni mimi ambayo kwamba nitasimama katika kulipa thawabu za saumu hiyo. Yadau shahawatahu, mja wangu anaacha matamanio yake, wa akluhu, na chakula chake, wa shurbuhu, na kinywaji chake, min ajili, kwa ajili yangu. Kwa hiyo kwa vile jinsi mja wangu alivyojitolea, akaacha matamanio yake na vitu alivyovizoea, akaacha chakula na kinywaji chake kwa ajili yangu, kwa hiyo mimi ndio nitasimamia malipo ya funga ambayo kwamba atafunga. Na hadithi nyingine iliyopokelewa na Abu Huraira radhiallahu anhu qal, asema kwamba amesema Bwana Mtume, rehma na amani zimshikie juu yake, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwamba yule ambaye ataifunga mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan, kwa kuamini kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile akaifunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlas wa ihtisaban, na pia vile vile akaifunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kutaraji thawabu na malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo atasamehewa madhambi yake yote ambayo kwamba ameyatanguliza. Wakaendelea akasema, waman qama ramadhana imanan wa ihtisaba, na yule ambaye atasimama katika kisimamo cha usiku katika mwezi wa Ramadhan kwa kuamini kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile kwa kusimama kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, wa ihtisaban, na pia vile vile kwa kutarajia malipo na ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu asema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale aliyotanguliza miongoni mwa madhambi yake. Kisha jambo la mwisho akamalizia akasema, waman qama lailatul qadri, na yule ambaye kwamba atasimama katika usiku wa lailatul qadri kwa ajili ya kusali na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vikurubisho mbalimbali, basi huyu pia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale ambayo kwamba aliyatanguliza katika madhambi katika umri wake. Jambo la pili ambao kwamba vita vya pili ambao kwamba yatakiwa Muislamu pia avishinde katika mwezi huu wa Ramadhan, al-intisaru ala shaitan, ni Muislamu kuweza kuvishinda vita dhidi ya shaitan. Hiyo ni kwa sababu wasilatu shaitani lilighwai bani adama hiya shahawat, ni kwa sababu njia na nyenzo ya shetani ya kumpoteza mwanadamu ni kwa kupitia matamanio. Watuqawi hadhihi shahawati bil akli wa shurbi, na hizi hisia zinakuwa ni zenye kutiwa nguvu na kile kitendo cha kula na kunywa. Wasiyam, lakini funga, yudhiqu majra dam, inakuwa ni yenye kuibana mapitio ya damu, fatadhiqu majra shaitan, na kwa kitendo hicho cha kudhikika mapitio ya damu, basi njia ya shaitani pia inakuwa ni yenye kuwa finyo. Fataskuru wasaisu wa yaqharu bidhalik, basi itatulizana wasiwasi wake na atakuwa ni mwenye kumzidi shaitani kwa kitendo hicho. Fafi sahihi al-Bukhari, ushahidi uliokuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim, ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba mtukufu Anas ibn Malik, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe yake, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume, rehma na amani zimshikie juu yake, inna shaitana yajri min bani adama majra dam, kwamba hakika ya shetani anapitia katika mwili wa mwanadamu kwa kupitia mapitio ya damu. Kwa hiyo pindi mtu atakapofunga, yale mapitio ya damu yanajibana, hivyo hivyo njia ambayo kwamba anapitia shetani inakuwa imejibana. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine, rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, iliyopokelewa katika sahihi al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Hurairah radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika Bwana Mtume, rehma na amani zimshikie juu yake, asema idha dakhala shahru Ramadhan,
pindi inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, futihat abwabul sama, zinafunguliwa milango ya mbingu, wa ghulikat abwabu jahannam, na inafungwa milango ya moto, wa sulsilati shayatin, na mashaitani wanakuwa ni wenye kupigwa pingu au minyororo. Qala Ibn Rajab, asema mwanachuoni mkubwa Ibn Rajab, asema wa fi shahri Ramadhan yaltafu Allahu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu huwasikitikia na kuonea huruma umma wa Bwana Mtume, rehma na amani zimshikie juu yake. Fayughallu fihi shayatin, ndiposa wanakuwa ni wenye kufungwa katika mwezi huu wa mashaitani, wa maradatul jinn, na wale mabwenyenye na majini ambao kwamba ni wakubwa, hatta la yaqdiru ala ma kanu yaqdiruna alayhi fi ghairi, mpaka wasiweze kuyatekeleza na kuyafanya yale yote ambayo kwamba walikuwa na uwezo wa kuyafanya katika miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani. Min taswili dhunub, yani katika kuwahimiza na katika kuwatia wasiwasi waumini ama wanadamu kuweza kuyafanya madhambi. Walihadha taqillu almaasi fi shahri ramadhana fil umma lidhalik, na kwa ajili ya hiyo madhambi na maasiya inakuwa ni yenye kupungua sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa jambo hilo. Na jambo la tatu, ndugu wa Islam, ama vita vya tatu vikubwa ambao kwamba yatakiwa mwanadamu aweze au Muislamu aweze kuyashinda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, al-intisaru ala shahawat, ni Muislamu kuweza kuyashinda vita dhidi ya matamanio ya nafsi yake. Asema kwamba Ramadhan tamrinu amali lisaim, ni mazoezi ya kimwili ya kimatendo kwa mtu ambaye kwamba amefunga. Asema ala taghallubi ala shahawatihi almukhtalifa, mazoezi ya kumwezesha mwanadamu huyu kuweza kuyazidi na kuyashinda matamanio yake mbalimbali. Min shahawati albatn, miongoni mwao ni yale matamanio ambayo kwamba ni ya tumbo la mwanadamu. Katika Ramadhan anajifunza namna ya kudhibiti tumbo lake hata kama atakuwa na njaa, na kwa kusubiria kwa yale kidogo ambayo kwamba atapata wakati ambao kwamba atakuwa na futuru. Kwa hiyo inampa mazoezi ya kuweza kuikontrol tumbo lake. Walfarj, na pia vile vile inampa mazoezi ya kuweza kuihimili na kuikontrol tupu yake, asiiweke mahali ambapo kwamba hapatakikani. Wasam, na pia vile vile inampa mazoezi ya kuweza kuikontrol na kuidhibiti masikizi yake. Walkalam, na pia vile vile namna ya kudhibiti maneno yake, asiweze kuzungumza ovyo na kusema ovyo. Walqalbi wan nafsi, na pia vile vile inampa mazoezi ya kuweza kudhibiti moyo wake na nafsi yake. Wa ghairiha, na mengine mengi miongoni mwa mambo ambayo kwamba Ramadhani inakuja kumfundisha mwanadamu au Muislamu. Kwa hiyo anasema bihaithu yataharraru min asriha, inamfundisha kwa namna ambayo kwamba ataweza kujiweka huru kutoka na nini na asriha, na kule kuzuiliwa kwake na madhambi. Wayataala ala jawanibi allati tajdibu ila mustanqiha alasin, na inakuwa ni yenye kumvuta katika upande wake ambao kwamba itamzuia kutotumbukia katika mabonde ya yale maasi. Wayakhlusu nafsahu min kulli dawai alistijabati liighraatiha, na ataweza kuinasua nafsi yake kutokamana na ushawishi ya kuweza kuingia, yani kutokamana na kujibu wito na ushawishi ya kufanya madhambi. Qala Ibn Qayyim, asema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, as-sawmu ibadatun takufu an-nafsi an shahawatiha, funga ni ibada ambayo kwamba inamfundisha mwanadamu kuweza kuizuia na kuidhibiti nafsi yake. Wa tukhrijiha an shibhil bahaim, na kuitoa nafsi yake kufanana na wanyama.
ambao kwamba kila mara wao hula, ila shibhi almalaikati almuqarrabin, ikamfananisha mwanadamu huyu na mfano wa wale malaika ambao kwamba wapo karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna nafsa, hakika ya nafsi ya mwanadamu, idha khuliyat wa dawai shahawatiha iltahaqat bi alami albahaim, ikiwa nafsi ya mwanadamu itaachwa na yale matamanio yake, basi nafsi kama hii itakutanishwa na ulimwengu wa wanyama. Fa in kaffat shahawatuha lillah, lakini ikiweza kuzuiliwa na kudhibitiwa matamanio yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhuyika majra shaitan wa sarat qaribatu min Allah bitarki adatiha wa shahawatiha. Nafsi hii ikiweza kudhibitiwa, basi nafsi kama hii ikiweza kudhibitiwa na mtu akaweza kuizuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi inakuwa dhiki na finyo yale mapitio ambayo kwamba ni ya sheitani, wasarat qaribatu min Allah, na mwanadamu kama huyo anakuwa yupo karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bitarki adatiha wa shahawatiha, kwa kuacha mazoea yake na matamanio ambayo kwamba ni ya nafsi yake. Kisha kwa ajili gani anawacha? Mahabbatan lahu, kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa itharan limardatihi wa taqarruban ilayhi, na kwa kule yeye kuchagua kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha kwake. Ndiposa anna Allah azza wa jalla, ndiposa imepokelewa hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake, anna Allah azza wa jalla, kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu asema katika hadithi hiyo qudsi, kullu amali ibni adama yudha'afu alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin, qala azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hadithi hiyo kwamba kila matendo ya mwanadamu inakuwa ni yenye kutiwa nyongeza ama ni yenye kupigwa mara, kwamba alhasanatu ashru amthaliha, akitenda jema moja basi hulipwa kwa mara 10 mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka kwa nyongeza ya 700, kulingamana na kujitolea kwa ule Muislamu na khushu wake na kunyenyekea kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala azza wa jalla, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa sawma, isipokuwa ibada ya saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, hakika hiyo funga ni yangu mimi na ni mimi ambayo kwamba nitakuwa mlipaji, yani nitakuwa ni mwenye kuwalipa watu katika kufanya ibada hiyo. Yadau shahawatahu wa ta'ama, mja huyo anaacha matamanio yake na chakula chake, min ajli, kwa ajili yangu. Kisha ndugu Muislamu, vita vingine pia ambao kwamba yatakiwa mwanadamu ayashinde vita hivyo, asema katika mwezi huu wa Ramadhan, al-intisaru ala shuhi wal bukhl, ni mtu kuweza kuvishinda vita dhidi ya tabia ya uchoyo na ubakhili. Inna takhallusa min da'i shuhi wal bukhl, hakika kule kujinasua kutokamana na gonjwa la uchoyo wal bukhli, kutoka na ugonjwa wa uchoyo, asema watathiri nafsi minha, na kutahirisha nafsi ya mwanadamu kutokamana nayo, kutokamana nazo, yani ugonjwa wa uchoyo na ugonjwa wa ubakhili. Asema njia ya mwanadamu kujitahirisha kutokamana nayo, walladhi addahu rasulu sallallahu alaihi wasallam, na ni njia ambayo kwamba ameihisabu bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake, minal muhlikat, kwamba ni katika maangamizi. Hasema walmutasabbibu fi kathirin minal mubiqat, na ndio ambayo kwamba inasababisha mengi miongoni mwa maafa, hiyo uchoyo na ubakhili.
ndio jambo ambalo kwamba inasababisha mengi miongoni mwa maafa baina ya wanadamu. Rawa Muslimun an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, amepokea al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe naye, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake asema, ittaqu dhulma, ogopeni kudhulumu, ittaqu dhulma, ogopeni kuwadhulumu wenzenu, fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama, hakika ya dhulma ni kiza kikubwa kesho siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu shuha, na pia vile vile akaendelea kusema na muogope ubakhili ama uchoyo, fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, kwani hakika hiyo tabia ya uchoyo iliwaangamiza wale ambao kwamba walikuwa mbele yenu, yani walikuwa kabla yenu. Hamalahum ala an safaku dimaahum wastahallu maharimahum, hiyo choyo iliwapeleka mpaka wakawa ni wenye kumwaga damu zao, yani wakauana, kisha pia vile vile na wakahalalisha yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kuwaharimishia. Kisha ndugu za Islam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالتخلص من الشح، أسمع kule mtu kujiweka mbali na uchoyo na ubakhili, min maqasidi siyami almuhimma, ni miongoni mwa makusudio na malengo ya kufunga ambayo kwamba ni muhimu sana. Lidhalika kana Rasulu sallallahu alaihi wasallama ajwada nnas, kwa ajili ya hiyo ndio alikuwa bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake ni mkarimu zaidi kuliko watu wote. ففي صحيح البخاري، وشهيد uliokuja katika Sahih al-Bukhari, an Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiya Mwenyezi Mungu juu yake, kala asema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake, ajwada nas, ni mkarimu zaidi kuliko watu wote. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa ni mkarimu zaidi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, pindi wakati alipokuwa anakutana naye Jibril alayhi salam. Wa kana Jibrilun yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhan, na alikuwa malaika huyu Jibril alayhi salam akikutana na bwana mtume katika kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fayudarisuhu alquran, akimfundisha na kumtalisha Qurani. Fa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, falirasulillahi sallallahu alayhi wasallam hina yalqahu Jibril, basi alikuwa bwana mtume rehma na amani zimshikie juu yake katika kipindi hicho ambao kwamba alikuwa anakutana na malaika huyu mtukufu Jibril, ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursala, alikuwa ni mwingi wa ukarimu, wa kufanya ukarimu kwa mambo ya kheri kuliko upepo ambao kwamba unakwenda kwa kasi. Qala Ta'ala, asema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, wa anfiqu khairan li anfusikum, na mtoe hiyo, kwani kule kutoa ni kheri kubwa kwa nafsi zenu. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yule ambaye kwamba ataiacha na atakuwa mbali na choyo cha nafsi zake na ubakhili wa nafsi wake, fa ulaika humul muflihun, basi hao ndio wale wenye kufaulu. Ndugu Waislamu,
mwezi mtukufu wa Ramadhan ama ibada ya funga, madrasatun yataawadu fiha al-abd ala sakha, ni madrasa ambayo kwamba mwanadamu anajizoesha katika madrasa hiyo ili kuwa ni mtu ambaye kwamba ni mwenye kuwahurumia watu na kuwasaidia watu na kuweka mikono yake wazi kwa ajili ya kuwasaidia wenzake wenye matatizo. Wayataamaku ladaihi fiha shuur, na pia hisia zake zinakuwa ni yenye kuenda ndani kwa ajili ya kwamba kitendo hicho inamfanya anawafikiria wenzake. Tukimalizia kwa sababu ya muda, suila baadhi salaf, waliulizwa baadhi ya wale wema ambao kwamba wametangulia, lima shuria siyam, ni kwa sababu gani ilikuwa ni yenye kuwekwa funga katika sheria? Qala liyadhuka alghaniyu ta'ama alju' fala yansa aljai, asema sababu ya funga kuwekwa kwenye sheria ni ili aweze kuonja alghani, yule ambaye kwamba ni tajiri, ta'ama alju'i, aweze kuonja ladha ya njaa, fala yansa aljai, asiweze kumsahau yule ambaye kwamba anapitia katika hali hiyo ya njaa katika kila siku yake ya maisha. Ndugu Waislamu, inna Allaha amarakum bi amrin badaa fihi binafsi wa thanna bil malaikati